Sema ni bora kupoteza irizi kuliko mganga kufa. Aliona, na usidharau miguu ya kuku kwa sababu ndio iliyobeba nyama. Wasioi mpaka kwa nini nijue waliooa ndio wanaongoza kwa kuongea peke yao njiani. Unaambiwa ukiona mke wako ameanza kupendeza mpe mimba. Mlaki Issa au Bonge Mwepesi ni kijana ambaye amejipatia umaarufu kwenye mitandao ya kijamii, na hii ni kutokana na kazi yake ya kupiga debe ambayo amekuwa akiifanya. Leo tumempata kwenye interview tuzungumze naye baada ya zile video zake ambazo amejirekodi na kuzisambaza na kwenda mbali kwenye mitandao ya kijamii, hasa akiwa anazungumza misemo mbalimbali. Na kazi hii anaifanya kwenye mabasi yaliyopo katika mpaka wa wilaya ya Same pamoja na Mwanga. Jina langu kabisa naitwa Mlaki Issa Msangi, almaarufu kama Bonge Mwepesi au Katembo Kadogo. Niko napatikana wilaya ya Mwanga, kijiji cha Mgagau, mkoa wa Kilimanjaro. Ndio. Kwa nini Katembo Kadogo? Alio kutokana na afya watu ndo wakanibariki hilo jina. Kwa hiyo ndio hivyo. Elimu yako ikoje? Form 4. Umemaliza form 4? Ndio. Baada ya hapo nilienda makenika, nikapiga gereji za mtaani, nikarudi nyumbani. Basi nikawa napiga debe kwenye magari kwa sababu kidogo nilikuwa na uzoefu, nilifanya siku za nyuma. Ndio nikawa niko barabarani sasa. Ndio. Kazi yako kubwa ambayo unaifanya kwenye magari ni nini? Ni ipi? Ni kubrandi magari au kuita abiria. Sana sana kama hizi Costa unaziona ni siku ya Ijumaa huwa zikipita naita abiria, nafanya na kazi yangu, basi maisha yanaenda. Malipo yake yanakuaje? Kwenye daladala napewa, ukipiga ikijaa unapewa shilingi 1000, basi maisha yanaendelea. Ila kwenye kama magari makubwa unakuta ni mtu anakukontakta na kupigia simu, ase bwana nimekuona TikTok au nimekuona Insta, naomba bwana gari yangu inakuja unichukulie. Sawa, anakuja pale anakupa, mwingine anakupa shilingi 2000, mwingine anakupa 5000, mwingine 10000. Kwa hiyo ndio hivyo maisha yanaenda. Ndio nimekubaliana na hali. Fedha unayoipata inakutosha kujikimu kimaisha? Bado haikizi kwa sababu bado ni kidogo, ila nashukuru Mungu. Ila na imani nitakapoendelea mbele nitapata nyingi zaidi. Naona tu labda ni watu walinikubali the way jinsi nilivyo, walipenda maneno yangu, wakanipokea, kwa hiyo zikaenda. Wewe ndio ulikuwa unaziposti? Mimi ndio nilikuwa naziposti. Japo watu wengi kwa sababu natumia jina la Bonge Mwepesi hawajui kwamba ni mimi. Wanajua kwamba ni mtu kaniposti. Na pia nikiweka mtandaoni wengine huwa wanazichukua wanaziposti kwenye akaunti zao. Kwa hiyo zinaenda zaidi. Ni msemo gani ambao uliuzungumza ukaenda mbali sana? Ni bora kupoteza irizi kuliko mganga kufa. Au kuna wale wengine wanasema usidharau miguu ya kuku ndio iliyobeba nyama. Au kuna ile nyingine wanasema sioi mpaka nijue kwa nini waliooa ndio wanaongoza kwa kuongea peke yao njiani. Hizo pia watu walizipenda sana. Okay, kama hiyo ya bora kupoteza hirizi kuliko mganga, lengo lake lilikuwa ni nini? Ni maneno tu, nyingine nimekuta mtandaoni. Kwa mimi nikikuta neno nikilipenda, mimi naondoka nalo. Kwa wakati nikipangilia kazi zangu nalichomeka pale. Kwa hata maneno mengine mimi naongea tu, hata ukiniuliza maana yake halisi ni nini, kiukweli sijui. Huo ambao umesema kuhusu hirizi uliuposti wapi? Instagram na TikTok. Nakumbuka ilikuwa kwenye basi ya Kilenga. Kwa Kilenga. Kwa kule kwetu tunaita Kilenga, kwa watu wa mjini wanaita Kilenga. Kwa hiyo majina yanaendana ndo hayo. Ilipata watazamaji zaidi ya 100,000. Pia hata like zilikuwa nyingi sana, karibia 5000. Kwa TikTok maana ndo ilianza kunitambulisha kabla ya Insta. Kwa hiyo mimi huwa mara nyingi sana nafuatiliaga TikTok kuliko Insta. Japo sasa hivi nimeona watu wa Insta ndo wameanza kunikubali. TikTok ilipata watazamaji wangapi? Angalia. Ndio hiyo nakwambia ilipata zaidi ya 100,000. Hautamani kufanya kazi kwenye mabasi kama conductor? Natamani sana, ila bado tu sijapata chance. Ila ndio hivyo, nikipata chance nafanya. Hata ikiwa ambassador wa kampuni, conductor, sawa tu kwa sababu nina uzoefu. Kwa hiyo sawa tu vyovyote vile nitafanya.
Tategemea tajiri ataniweka sekta gani. Nipo Mgagau, Instagram, TikTok, Facebook sio sana, lakini Instagram na TikTok pale pia namba zangu za simu zipo, lakini sana sana maskani ni Mgagau. Pale muda wote niko masaa 24. Kwenye Instagram kuzipo video nyingi na kuna hii moja yenye watazamaji 400,000 ambayo pia ulizungumza na kusema kwamba mimba nyingi zinaletwa na chipsi kuku. Hiyo bwana, nashukuru maana baada ya kuiweka hiyo nilikuwa na followers kama 1000, nilikuwa na followers 900, lakini baada ya kuweka hiyo nashukuru Mungu ilinipa sana umaarufu Instagram. Na wengi walikuja kupitia akaunti hiyo. Yaani kupitia hicho kipande wengi sana walinifuata. Inategemea kama hamna abiria wakati mwingine hazijai, lakini kwa sababu watu wengine washazoea kuniona. Kwa hiyo wakati ninapopiga debe wanafurahi na wanakuja, wengine wananichukua na video wakati nafanya kazi. Kwa hiyo nashukuru Mungu imenirahisishia kwenye upakiaji wangu. Inafanya abiria wengi wakiniona tu niko pale kwenye gari wanasema ile ya jamaa yetu Bonge Mwepesi ile, ngoja tukapande. Wanafurahia kusikia misemo, wanacheka. Kwa hiyo maisha yanaendelea, wanaongeza siku za kuishi. Gari ni moja tu. Kamata kibasi, unaambiwa mwanamke dera, Tanga Umbea. Na kuvaa dera sio kazi. Kazi ni kushikilia. Unaondoka na mvumbi. Kamata kibasi hiyo. Kibasi mara moja tuondoke hiyo. Aliona chombo mara moja tuondoke. Ya upareni hiyo. Aliona azame ndani wanalijua. Wale wanaokula kishumba, kimbeere, mapodo, mabarachichi, ndizi za kuiva, gari yao hiyo hapo. Tuondoke mara moja. Mwingine mara moja tuondoke. Kamata chuma hiyo.